mtakatifu, Baba yetu, Mfalme wa falme, Simba wa Yuda, tumekuja tena asubuhi ya leo nyumbani mwako. Tumekuja kuhudhurisha nafsi zetu kwako. Wewe ndiye Mungu mwaminifu sana, Mungu mwenye huruma. Ni wewe uliyesema, njoni ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Tumekuja tena asubuhi ya leo, Mfalme. Tumekuja kwako, tunakuja na mazingira yote yanayotuzunguka, nafsi zetu, kila kilicholemea mioyo yetu tunakileta kwako. Tunajua kwako kuna majibu, kwako kuna neema na rehema, kwako kuna kufarijika kwa waliokata tamaa, kwako kuna faraja kwa wale wanaohitaji faraja. Bwana Yesu, ruhusu Roho wako Mtakatifu atuhudumie, aseme na kila mmoja, aseme na nafsi yenye kiu ya kusikia kutoka kwako, kwa sababu unatujua tulivyo, unajua tulikotoka, unayajua mazingira yetu, unajua maisha yetu, unalipepeta wazo letu kutoka mbali, unayajua mawazo na nia ya moyo wa kila mmoja, unayajua anayoyapitia kwenye maisha yake. Sema nasi, sema nasi, sema nasi Jehova, sema nasi Mfalme, sema na nafsi yangu, ina kiu ya kusikia kutoka kwako. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu umenatuwazia mawazo mema, kutupa tumaini katikati ya dhiki, katikati ya hali za kukatisha tamaa. Tutakutazama wewe. Pokea sifa, heshima na utukufu, ni kwa jina la Yesu Kristo, wana wa Mungu, na tuseme amen. Sema amen. Mungu awabariki sana praise and worship. Mungu awabariki sana. Leo tutakwenda kujifunza tena kuliamini neno la Mungu. Nguvu ya kuamini neno la Mungu kama amri. Neno la Mungu ni amri. Neno la Mungu halina mjadala ndani yake, so limekaa kiamri amri. Nakumbuka niliwaambia maswali ya watu wanaomwamini hayana nafasi ya kuwasaidia kupenya kupata jambo lolote kutoka kwa Mungu, kwa sababu maswali huwa yanazuia nguvu ya neno la Mungu kutokufanya kazi. Ukiwa na maswali kwenye mambo ya imani yanasema hivi: akili zetu sio akili za Mungu, njia zetu sio njia za Mungu. Kwa hiyo maswali yoyote yale yanayohusu mambo ya imani anayojiuliza mtu huwa yanalenga Mungu afanye vile ambavyo mtu anataka au anavyofahamu. Anasema njia zenu sio njia zangu. Ndio maana hata ukiomba usimwelekeze Mungu njia ya kuleta majibu. Kwa hiyo ukiwa na maswali kwenye mambo ya imani, usitegemee kuona mkono wa Mungu kwenye maisha, kwa sababu neno la Mungu ni amri, hakuna maswali. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Zaburi 107. Nataka nianze sasa. Fungua moyo wako, tega masikio yako vizuri. Ninaomba nifuatilie vizuri kwenye ujumbe huu, kwa sababu ni ujumbe mahususi sana, ujumbe maalum sana kwa ajili ya wewe ambaye utakuwa unatusikiliza kwenye YouTube na unayetusikiliza labda kwenye TikTok. Itakusaidia kuvuka. Unajua, kwa sababu kutokujua nafasi ya neno la Mungu kwenye maisha ya mwanadamu kunamfanya mtu mwingine amuone mtu mwingine kama Mungu mtu. Neno la Mungu likikaa kwa wingi ndani yako na ukalifahamu, ukaliamini kama amri, unaweza kufanya mambo ambayo akili yako wakati mwingine inaweza isiwe na majibu.
Sikiliza, hawa walipokuwa namlilia Mungu, nini kilitokea? Biblia inasema hivi, wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Kwa nini? Anasema njia aliyotumia kuwaponya ni hii: hulituma neno lake, huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Alafu wao anasema, na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu, na wamtolee dhabihu za kushukuru na kuyasimulia matendo yake kwa kuimba. Yaani anasema wanalia, hawa watu walimlilia Mungu ili awatoe katika shida zao, lakini Mungu alichofanya kuleta uponyaji, akalituma neno. Tulisoma Isaya Jumapili ile 55, sema kama mvua inavyonyesha duniani kwenye ardhi, huhakikisha watu wanaopanda na manyasi porini, tahakikisha mvua inafanya vitu vinaota na kuzaa matunda. Anasema ndivyo lilivyo neno langu, halitanirudia bure, litatimiza mapenzi yangu niliyolituma. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu, uweza na mamlaka ya Mungu hujifunua kupitia neno lake kwa mtu aliyeliamini kama amri. Yaani ili umuone Mungu na uzione nguvu za Mungu kwenye maisha yako, ni lazima uamini neno la Mungu kama amri. Kwa sababu katika neno la Mungu ndiko kuna udhihirisho wa nguvu za Mungu, uweza wake, mamlaka yake, na hutenda kazi kupitia neno lake. Ukitaka muujiza hauko kwenye mkono wa wanadamu. Muujiza uko kwenye kuliamini neno la Mungu. Na ndio maana kama utakwenda mahali ambapo hawahubiri neno la Mungu lakini wanafanya miujiza, ujue miujiza hiyo msingi wake sio Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ujue huo muujiza msingi wake sio Mungu. Kwa sababu miujiza na maajabu, uweza, nguvu na mamlaka ya Mungu hudhihirika kupitia neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu ndio nguvu yenyewe ya Mungu. Ngoja nikuonyeshe vitu vingi hapa. Kitabu cha Mathayo sura ya 8. Mathayo sura ya 8. Nisome mistari michache, mstari wa 5 mpaka wa 10. Hata alipoingia Kapernaum, akida mmoja alimjia, akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Huyu alikuwa ameparalyze. Yule mtumishi wa akida, mfanyakazi wa akida, akamwambia Bwana Yesu, mfanyakazi wangu anaumwa, tena ameparalyze, ni mgonjwa sana, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Umesikia? Ngoja niwaambie kitu. Unaona sasa Isaya anasema, Zaburi hii 107 mstari wa 20 anasema hulituma neno. Huyu akida alikuwa anajua neno la Mungu lina mamlaka ndani yake na ni amri. Anasema, Bwana Yesu, hauna sababu ya wewe kuja nyumbani kwangu. Hustahili. Unajua yule alikuwa ni mpagani. Alikuwa anaona maisha yake sio maisha safi. Kwa akaona huyu Yesu hatakiwi hata kukanyaga nyumbani kwangu. Lakini
ana mamlaka kupitia neno. Sema, kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. Sema, sasa unajua ile mamlaka haiko kwa sababu wewe una cheo. Hata ile mamlaka inafanya kazi unaposema. Bwana Yesu asifiwe. Cheo kitabaki kwenye mabega kwa wale askari, au kitabaki kwenye nafasi ya lile jina kama MD, labda ni afisa sijui wa nini. Ile ni cheo, lakini ili nafasi yako ijulikane ni vile utakavyokuwa unasema kuongoza watu wengine. Mamlaka iko kwenye kusema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akamwambia, sema tu. Mstari ule unaofuata sikiliza. Anasema, Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akawaambia wale waliomfuata, mimi nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Naye Yesu akamwambia yule akida, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile. Yesu hakwenda, alituma nini? Neno. Hakusema, Baba umponye, Mungu wangu mponye. Alisema tu, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Maana yake unaamini ninachosema, basi iwe hivyo. Sema, mtumishi akafanyaje? Akapona. Sasa unajua kwa nini Yesu alisema sijaona imani ya namna hii katika Israeli? Alikuwa ameshafanya huduma na amekaa na watu hawaamini bila kuwawekea mikono. Kama kanisa la sasa, watu hawaamini bila kuwekea mikono. Tena wekea mikono kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine kama hujaanguka paka kusukume dondoke. Nguvu za Mungu haziko katika mikono tu ya mtu. Ingawa msema mtaweka mikono yenu kwa wagonjwa. Tunaweka mikono yetu kwa wagonjwa, lakini msingi wa mikono yetu kuweka kwa wagonjwa ni neno. Haleluya. Uungu, labda niseme hivi. Uungu, kitu kinaitwa Mungu. Uungu ni nguvu. Uungu ni nguvu. Ile neno Mungu ni nguvu. Na kwa sababu ni nguvu, sio nguvu kama nguvu ambazo zingine tunaziona za kula ugali. Ni nguvu katika ulimwengu wa roho. Na hiyo nguvu ya uungu ambayo ndani yake kuna matendo yasiyo ya kawaida, miujiza na vitu kadha wa kadha, huwa vinafanya kazi kupitia neno. Hiyo mamlaka yote ya uungu na nguvu na uweza, vyote kwa pamoja havifanyi kazi bila kuwepo neno. Vinabebwa na neno ili vitende kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unaona kwenye kitabu cha Mwanzo, wakati Mungu anaumba, alisema na iwe anga, iwe mchana, iwe usiku, iwe nyota, iwe nini, iwe wanyama wa kufugwa na watambao porini. Alikuwa anasema neno. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania sura, twende haraka kidogo, kuna kitu nataka nikawafundishe huku mbele. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 na ule wa 13. Biblia inasema hivi: maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu. Tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili.
tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Sasa unaona, nasema neno la Mungu kisema linachoma, maana yake ni moto. Alafu nasema lina makali kuliko upanga ukatao kweli, maana yake zaidi ya upanga. Alafu lina nguvu. Halafu linatambua mawazo. Ndio maana unaweza kuja kanisani una vitu vyako ambavyo havina majibu, kuna maswali unajiuliza, unashangaa maneno ya neno la Mungu likihubiriwa, unakuta yale uliyokuwa unayawaza ndio yanazungumzwa, mazingira yako ndio yanayosemwa. Hali uliyoingia nayo ukaenda mbele za Mungu, unaingia nyumbani kwa Bwana, unajikuta hiyo hali ndio inazungumzwa kwa madhabahuni, kwa sababu neno la Mungu hutambua hata mawazo, hugawanya nafsi na roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Nataka nikufundishe namna ya kuliamini imani, ili Mungu, neno la Mungu, ili Mungu afanye mambo makubwa kwenye maisha yako. Kitabu cha Wafalme sura ya 18 tunaona Eliya wakati ule anapigana, anapambana na watu wa imani ya miungu Baali. Sura ya 18 mstari wa 36 mpaka 39 anasema hivi: ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Eliya nabii akakaribia akasema, e Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiye Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako. Anarudia, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Umesikia eh? Nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Ndipo kaingia kwenye kuomba sasa, mstari unaofuata. Lakini unaona nasema kwamba ninayafanya mambo haya yote kwa nini? Kwa neno lako. Anasema nisikie, e Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wa kurudia. Lakini ameanza nasema nimefanya haya mambo yote kwa neno. Sio kwa sababu nimeokoka, sio kwa sababu mimi ni mtu wako, kwa sababu umeniita kuwa mtumishi wako, sio kwa sababu ni nabii. No, nimefanya mambo yote haya kwa neno lako. Sasa anasema usikie. Na kwa sababu amefanya mambo yote kwa neno, na neno ni moto, moto ukafanya nini? Wangapi ananielewa ninachowafundisha? Sikiliza vizuri. Wana wa Mungu, sikiliza vizuri hapa. Inawezekana unaomba sana, lakini unaomba hisia, unaomba mawazo yako, unaomba tu kwa sababu ya maumivu ambayo umeumia. Huwezi kupata majibu. Neno ndio lina majibu ya mambo yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, usikie Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiye Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Maombi mafupi sana, lakini kwa sababu ameomba huu mstari. Sikiliza kilichotokea. Ndipo moto wa Bwana ukashuka. Kwa nini unashuka moto? Kwa sababu moto uko kwenye neno. Neno la Mungu ni moto. Oh, glory to God. Ukashuka ukateketeza sadaka ya kuteketezwa
na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwemo katika mfereji, kwa sababu Mungu wetu ni moto ulao. Unajua, ni moto ulao, na moto ni neno. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Niliwafundisha siku moja, akasema, Eli Yahwe, Eli Yahwe, Bwana ndiye Mungu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Yeremia sura ya kwanza, twende haraka kidogo. Nafikiri sasa moto unaanza kupanda ndani yako. Moto unaanza kupanda ndani yako. Sikiliza, huwa hatuanze moja kwa moja kusema mambo magumu, tunaanzia chini kidogo. Sema, ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama, siwezi kusema maana mimi ni mtoto. Wakati Mungu amemwambia nimekuita kuwa nabii. Sikiliza vizuri. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anaogopa watu wakubwa, watu wenye nafasi, watu makatili, watu ambao baadaye walikuja kumtumbukiza paka kwenye shimo lenye matope. Alikuwa anawaogopa. Lakini anasema hivi, hautasema mawazo yako, utasema nini? Neno. Kwa hawa unaowaogopa utasema neno. Anasema, lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Neno ni amri. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme. Baada ya kuweka nini? Neno. Neno ndilo linaweza likakufanya umtumikie Mungu vizuri kwa usahihi. Neno la Mungu ndilo linaweza kufanya kwenye utumishi wako Mungu akajifunua, Mungu akaonekana, si vinginevyo. Lakini utakapokuwa umeliamini kama amri, na ndio maana anamwambia nimekuamuru. Anasema hivi, kwa sababu ya lile neno utafanya hivi. Anasema hivi, nimekuweka juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa kwa neno hilo na kubomoa, sio kwa nyundo za mkono. Neno la Mungu ni nyundo, nitakuonyesha baadaye. Asema, na kuharibu kwa neno, na kuangamiza kwa neno, na kujenga na kupanda kwa neno. Hujaelewa? Mstari wa 11, tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Nikasema, naona ufito wa mlozi. Hebu tusimame hapo kidogo, huo mstari ondoa. Anasema hivi, baada ya kumwambia nimetia maneno yangu kinywani mwako na nimekuamuru, maana yake utakwenda kwa kila mtu ambaye nakutuma ukaliseme neno langu, usiseme maneno ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza vizuri. Akampa mamlaka, akasema, kwa neno hilo utaharibu falme, utabomoa, utaangamiza, utajenga, utapanda. Sawa, Sasa anamuuliza, amemtuma, amemfanya kuwa nabii, amemwagiza vya kufanya, akapambane na falme na mataifa, aharibu, abomoe, aangamize kwa neno. Anataka kuona Yeremia ameelewa. Sikiliza hapo. Tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Nikasema, naona ufito wa mlozi. Sikiliza mstari unaofuata. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Maana yake umeona vizuri Yeremia. Mlozi ni mfano wa neno ambalo mlozi huwa unachanua maua,
na maua yanakaa kwenye shina la ule mlozi ili kupendezesha mmea ule, unatoa maua mazuri. Sasa sikiliza, kama ulivyoona mlozi kwenye huduma yako, sitakuwa na kuangalia wewe, takuwa naliangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Kwa nini? Kwa sababu nimeliweka neno langu kinywani mwako ili kuwa nabii, ili kuharibu hizo falme na mataifa. Sitakuangalia Yeremia, bali nitaangalia neno langu nipate kulitimiza, ili ukifanya huduma ambayo msingi wake ni neno, mimi nitalitimiza neno langu. Uungu ni nguvu, uungu ni mamlaka, uungu ni uweza, lakini hufanya kazi kwa neno. Ngoja nikufundishe kitu. Najua ilikuwa ni hatari kwa Yeremia. Kwanza na akili ile ya utoto, angeondoka pale na kujivunia mimi ni nabii. Bwana amenipaka mafuta mimi ni nabii. Mimi nasema si kuangalia kama nabii. Kwenye huduma yako Yeremia, naongea na Yeremia wa leo. Kwenye huduma yako Yeremia, nitaliangalia neno langu nipate kulitimiza. Haleluya. Kwa nini? Yeremia 23:28-29. Nabii aliye na ndoto. Yeremia 23:28-29. Mistari tu miwili. Mstari wa 28 na ule wa 29. Nabii aliye na ndoto na aseme ndoto yake, na yeye aliye na neno langu na aseme neno langu kwa uaminifu. Sasa unaona hapa anazungumza, anamchukua mtu anayetegemea ndoto. Na mimi nataka niseme hivi, usiishi kwa ndoto. Usiishi kwa ndoto. Nabii aliye na ndoto na aseme ndoto yake, na yeye aliye na neno langu na aseme neno langu kwa uaminifu. Unaona kuna tofauti mtu anayeishi kwa ndoto na anayeishi kwa neno. Anayeliishi neno na anayeishi kwa ndoto ni vitu viwili. Kwenye ndoto hajasisitiza, lakini kwenye neno ameweka nini? Uaminifu. Wewe simama na neno langu kwa uaminifu. Sema makapi ni kitu gani kuliko ngano, asema Bwana. Sasa mstari unaofuata hazungumzii ndoto tena. Sikiliza mstari unaofuata wa 29. Anasema hivi, neno langu si kama moto. Hazungumzi ndoto. Anasema na kama nyundo. Hazungumzi ndoto, anazungumza neno. Anasema na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Maana yake Yeremia, hautaishi kwa ndoto, hautaishi kwa kuota. Nabii na wewe usikae kwenye ndoto, bali uliishi neno la Mungu, kwa sababu kwenye neno ndiko kuna moto wa Mungu. Kwenye neno ndiko kuna nguvu kama nyundo inayoweza kuvunja vipande vipande. Maana yake neno la Mungu ndio linaweza kupambana na mambo yako magumu ambayo wewe kwa akili yako na nguvu zako hayawezi kufanyika. Kitu chochote chenye dalili ya uungu ndani yake, ambacho ukiangalia unaona ndani hii hapa ni Mungu, nyuma ya hicho kitu kuna neno. Yaani chochote kile ukiona kuna dalili za uweza wa Mungu na mamlaka, dhihirisho, kuna vitu ambavyo unaona hiki ndani haki, kuna hali ya uungu ndani, jue hicho kitu kimebebwa na neno. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama una mtumishi wa Mungu unayodili, uko na watumishi wa Mungu ambao unafanya nao huduma, unafanya kazi, ukiona dalili ya uungu inatenda kazi kwenye kusanyiko, ujue sio wale, sio wenyewe, sio watu kama watu. Kinachotenda kazi ni nini? Ni neno. So, nguvu za Mungu zimewekezwa kwenye neno na hufanya kazi kupitia neno. Mungu hujifunua kupitia neno. Na hata ile nguvu ya uumbaji tunaposoma Biblia iko ndani ya neno. Neno la Mungu linaweza kukuletea vitu ambavyo havikutokana na vitu vya asili ukiliamini.
lakini lazima uamini kwenye viwango vya amri. Imani yako lazima uipange ili iwe katika viwango vya kwamba unalitaja neno la Mungu kama mtu anayetoa amri. Unataka jambo fulani litokee. Zaburi 33:6 inashabihiana na inaenda na ile Waebrania sura ya 11 mstari wa 3. Asema, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Na ukiangalia kwenye Agano Jipya, Waebrania sura ya 11 mstari wa 3, anasema hivi, Waebrania 11:3 anasema hivi, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri, bali vilifanywa manake kwa neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu linaweza kuumba likaleta vitu ambavyo havikuwepo kwako, na haukuwa na materials, hukuwa na malighafi ya kuvitengeneza, lakini Mungu akavileta ukiliamini neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu linaweza kuamuru kitu chochote kikaja unachokihitaji. Ukiliamini ukawekeza maombi yako kwenye lile neno, tena kwa kuamuru. Kwa nini? Unajua neno la Mungu, nimerudia, nilisema pale mwanzo, neno la Mungu ndio lina majibu yako yote inayohusu maisha yako, kiroho, kimwili. Lenyewe limebeba majibu ya maisha yako yote. Unaweza ukatafuta majibu kwa watu usipate yote, lakini kwenye neno unapata majibu yote. Na kwa sababu neno la Mungu linaishi kama amri, unapoliamini neno la Mungu ili liweze kukuletea matunda, lazima utamke, lazima useme. Usiamini likakaa moyoni, haliwezi kutenda kazi. Unajua gari, sasa hivi kila mtu anajua magari. Gari hata kama limejaa mafuta, nisikilize vizuri, limejaa mafuta, tanki, full tanki, limejaa. Hata kama gesi imejaa kwenye mtungi wako, imejaa kabisa, usipowasha na kiberiti huwezi kupika, haiwezi kuwaka. Gari nalo hata kama limejaa full tank, mafuta yamejaa, usipo start, usipoliwasha na funguo, haliwezi kukusaidia chochote, haliwezi kusafiri, haliwezi kutembea. Na neno la Mungu liko hivyo. Ukiliamini halafu kawa nalo limekaa, unaliamini tu, haliwezi kuleta matunda yoyote. Huwezi kuona nguvu yake hata kidogo, na unaweza kufikiri halina nguvu, lakini kumbe hujatembea kwenye kanuni ya kulifanya neno la Mungu lifanye kazi na lidhihirishe nguvu zake. Ni pale utakapoamini halafu ukasema, ukalikiri. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Unaona pale Elia anasema hivi, ijulikane kwamba mimi ni mtumishi wako na wewe ndio Mungu katika Israeli. Lakini kwa ajili ya watu hawa, ili kuwarudisha mioyo yao, aliamini neno, lakini akaanza kusema, nasema nimefanya yote haya kwa neno lako. Lakini akasema usikie Mungu, akatamka, akaomba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa sikiliza, kuna jambo lingine ambalo Elia akiwa aliamini neno alilifanya. Wafalme ya kwanza sura ya 17. Ngoja tusome mistari michache ni kuonyeshe kitu.
mstari wa kwanza mpaka wa 7. Basi Eliya Mtishibi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Amesema hakutakuwa na mvua wala umande kwa miaka hii ila kwa neno langu. Haujagundua kitu hapa? Nimekuzungusha, hujagundua kitu? Ndio maana alisema hapa mwanzo wakati anafunga mvua. Umesikia? Lakini kwenye kuiruhusu mvua inyeshe alisema hivi, ninafanya mambo haya yote kwa nini? Kwa neno lako. Na hapa mwanzo anaifunga mvua, anasemaje? Hakutakuwepo na umande wala mvua nyakati hizi, miaka hii, isipokuwa kwa nini? Kwa neno langu. Kwa hiyo ina maana aliifunga mvua kwa nini? Kwa neno. Akairuhusu mvua kwa nini? Kwa neno. Hebu punga mkono kama unaelewa. Haleluya. Sikiliza, wakati amesema hayo, wakati amesema kwamba hakutakuwa na umande, hakutakuwa na mvua kwa miaka hii, sikiliza, ndipo sasa neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe kuko. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana, kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Unasikia? Kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni, akanywa maji ya kile kijito. Subiri nikwambie kitu hapa. Unaona, amesema kwa neno langu hakutakuwa na mvua nyakati hizi, miaka hii. Unajua Biblia inasema neno la Bwana likamjia, sema sasa unajua utakufa na njaa hapa, maana mvua kweli haitanyesha. Ondoka sasa ukae mahali. Nimeamuru kunguru. Neno la Mungu ni amri. Nimeamuru kunguru. Bwana Yesu asifiwe. Kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni, akanywa maji ya kile kijito. Nisikilize vizuri kabla tujaenda kwenye mistari mingine. Kuna watu wanataka kunguru awaletee mkate na nyama wakati hakuna neno. Biblia inasema neno la Bwana likamjia Yeremia, nenda kajifiche karibu na kijito. Utakuwa ukisha kula mkate na nyama, kunguru atakapoleta, utatoka utakunywa yale maji ya kijito. Wewe unataka kunguru wakuletee, lakini hakuna neno. Unataka mkate, unataka nyama, wewe utakula maharage tu, kwa sababu hakuna neno. Utakula tu kisamvu na majani ya maboga yaliyoko nyuma ya nyumba pale na yamwagia. Kunguru wanaleta mkate na nyama wakati kuna neno. So, neno ndio nao walazimisha kunguru walete mkate na nyama asubuhi na jioni. Sikiliza nikwambie kitu. Mambo yalipokuwa yanazidi kuwa mabaya, kijito kilipokauka, Mungu akamwambia, nimeagiza mwanamke mjane Sarepta, nenda neno. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unakabana ko na kunguru hawakupi kitu, wanasema hatutondoshi hata mfupa kwa sababu huna neno. Hello? Ikawa baada ya siku kupita, kijito kile kikakauka kwa sababu ya mvua haikunyesha katika nchi. Ukiendelea kusoma huko,
Biblia inasema tena, neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza, sio nimemuomba, nimemwagiza mwanamke mjane huko akulishe kwa neno. Sasa unaweza kusema, kwa nini kwa nini huyu Elia alisema kwa neno langu? Kuna watu wana maswali hapo. Anawezaje kusema sasa kwa neno lake baada ya kuwa neno la Mungu? Neno la Mungu likiwa ndani yako wewe, hilo neno ni kwa ajili yako wewe, ulitumie wewe, ni la kwako. Kwa niaba ya Mungu, wewe umesimama kwenye nafasi ambayo Mungu angesimama hapa duniani. Kwa unaweza kusema kwamba huyu mbona anasema sasa kwa neno lake? Yeye ni Mungu. Na Biblia inasema Mungu huwa anathibitisha maneno ya watumishi wake. Isaya 44 mstari wa 26, ona kitu, kuonyeshe kitu pale. Isaya 44. Nianzie mstari wa 24, utakuwa mzuri sana. Tutamaliza mstari wa 27 kama unaandika. Kuna watu wanaandika. Tuanzie mstari wa 24. Bwana mkombozi wako, yeye aliyekuumba tumboni, asema hivi, mimi ni Bwana nifanyaye vitu vyote, nizitandaye mbingu peke yangu, niienezaye nchi. Ni nani aliye pamoja nami? Nizitanguaye ishara za waongo na kuwatia waganga wazimu, niwarudishaye nyuma wenye hekima na kuyageuza maarifa yao kuwa ujinga, nilithibitishaye neno la mtumishi wangu. Umesikia? Kwa Elia aliposema kwa neno langu, hakukosea. Mungu huthibitisha maneno ya watumishi wake ambao ndani yao kuna neno. Ukiwa na neno utasema kitatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposema pokea uponyaji, unaweza kusema amesoma wapi hilo neno? Aliye ndani yangu ndiye Mungu atuponyaye, kwa kupigwa kwake sisi tulifanya nini? Tulipona. Hilo neno ndio linatenda kazi. Sasa hawezi kuja Yesu tena akasema pokea. Yesu yuko mbinguni kwenye mamlaka. Ameliacha neno ndani ya watumishi wa Mungu. Sisi tukisema, yeye analithibitisha. Kwa hiyo Elia alikuwa analisema neno na Mungu alikuwa anathibitisha, ndio maana hakumpinga. Wewe Elia umesema kwa neno langu? Hapana. Lililofuata anasema okay Elia, tuondoke hapa, maana njaa inakuja na kiu zinakuja. Nenda kule kwenye kijito, kajifiche pale Kiriath, na mimi nimewaamuru kunguru watakuletea mkate na nyama asubuhi, mkate na nyama jioni. Usiseme unibadilishie ubwabwa, nimeamua mkate na nyama. Sasa kuna watu nao wanamkomandi Mungu. Hello. Israeli wanasema hii mana kila asubuhi na jioni ni mana. Wanasema mtakula hiyo hiyo, ndio nimeamua mpaka mfike kwenye shindi wa kule Kanaani, lakini mtakula hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimeagiza kunguru walete nyama na mkate, usiniseme walete na pilau. Hakuna mkate na nyama. Halo. Wangapi tuko pamoja na wanasikia kumfurahia Mungu aliyetupa neno? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaona anasema hivi, nilithibitishaye neno la mtumishi wangu na kuyafikiriza mashauri ya wajumbe wangu. Yaani wajumbe watasema, alafu mimi nitayatimiza yale wanayoyasema. Anasema, niuambiaye Yerusalemu utakaliwa na watu, nayo miji ya Yuda itajengwa, nami nitapainua mahali pake palipobomoka. Mstari wa mwisho anasema, niviambiaye vilindi kauka, nami nikaikausha mito yako. Nitaikausha mito yako. Naomba niishie pale. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, nisema neno la Mungu ni amri. Yeye anavikausha, anasema vilindi kauka, na viambia vilindi kauka. Huwezi kusema kwamba sasa nyinyi vilindi ninawaomba mkauke. Sasa kaukeni basi. Kwa nini mnachelewa kukauka?
Neno la Mungu, watu wa Mungu, ili lifanye kazi, linaishi kiamri amri. Uhai wake ni kwenye amri amri. We sasa ugonjwa, we imeandikwa kwamba mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Sasa achia mbavu zangu. Na achia mbavu zangu, achia na kichwa changu. Unasema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe uliyeshikilia mbavu zangu, achia. Achia basi hizo mbavu. Achia. Unaamini, unaamuru. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Unaamini alafu unasema. Neno la Mungu linaishi kiamri tu, amri. Korinto ya pili sura ya 4 mstari wa 13. Sikiliza anachokisema pale. Korinto ya pili sura ya 4 mstari wa 13. Anasema hivi, lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini na kwa sababu hiyo nalinena. Yaani unaamini halafu unasema. Korinto ya pili sura ya 4 mstari wa 13. Korinto ya pili sura ya 4 mstari wa 13. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua, sasa nataka nimalizie ujumbe wangu kwa kusema maneno haya yafuatayo. Unajua kwa nini kanisa la leo Mungu hafanye mambo makubwa kama kanisa la kina Petro? Akina Petro walikuwa wanamwamini Yesu na walikuwa wameishi naye. Akaondoka akawaacha. Wale walipaswa kuwa wawe na huzuni kwa sababu waliishi na Bwana wao na kawaacha. Walikuja kuamini akina Paulo mtume, Yesu akiwa hayupo, amekutana nao tu akawaokoa. Lakini Mungu akafanya mambo makubwa zaidi. Na Biblia inasema hivi, neno la Mungu likashinda uchawi na uganga. Wachawi wakaleta vitabu wakavikachomwa. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu lilikuwa na nguvu na likashinda. Kwa nini unajua? Kwa sababu wao walikuwa wameliweka ndani ya mioyo yao lile neno, halafu wanaliamini. Na wanapofika mahali panapolihitaji neno, walinyanyua vinywa vyao kulikiri neno, kutamka kama amri, lakini msingi wa ile amri ni neno ambalo lilikuwa ndani ya mioyo yao. Wakristo leo wanaamini neno ambalo liko kwenye Biblia, liko kwenye kitabu hiki. Sikiliza nikwambie, ukiliishi neno la kufunua, ndio unalisoma, ndio naamini, usitegemee kuona kitu. Sijui kama mmenielewa. Kwa hiyo nikutolee mfano huu. Unapita kwenye shida, unakutana na mambo magumu, halafu unasema kuna mahali limeandikwa neno, nafikiri Zaburi 23. Naona mauti kama inani mauti inanichezea. Imeandikwaje pale? Hii mauti kwa jina la Yesu Kristo, mauti, ngoja. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hilo neno haliko ndani. So, ngoja, nimekumbuka, bado shetani ananisumbua. Ngoja. Asema hivi, hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia ya haki. Hapana, subiri, ngoja. Asema ngoja. Sasa hapa, waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Bado. Hapo naondoka pale kwa jina nimetumia neno la Mungu. Kwa nini nawafundisha vitu hivi? Ninapenda sana Mkristo anayeweza kujitegemea, asiyeishi maisha tegemezi. Na hakuna maisha ya kujitegemea wewe na Mungu akaonekana kama ndani yako hakuna nini?
hakuna neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unapambana na majaribu, unakutana na majaribu, unakutana na vitu vigumu sana, alafu unakuta wakati mwingine unapita kwenye majaribu, unaanza kutafuta kuna mahali, ngoja Isaya alisemaje pitapo katika moto. Alafu na hujui hata hiyo sura, unaitafuta kuanzia Isaya sura ya kwanza, unakwenda taratibu unasoma vichwa pale juu, ngoja. Ngoja. Ni Isaya mahali, kuna mahali. Usitegemee. Nguvu ya Mungu hufanya kazi kwa amri inayotokana na mtu anayelitumia neno la Mungu. Neno la Mungu liko wapi? Liko ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mara nyingine wakati wewe unapita pahali pagumu, Shetani atahakikisha anakupitisha mahali ambapo Biblia yako umeisahau nyumbani na uko kwenye daladala. Hii ndio inayofanya Mungu hadhihiriki kwa nguvu kwa watu wengi, wa Kristo wengi wa kanisa la sasa, kwa sababu wanaliishi neno ambalo liko kwenye karatasi. Hawaliishi neno ambalo liko ndani yao. Neno la Mungu humjenga mtu linapokuwa ndani. Linapokuwa kwenye kitabu linabaki kama vitabu vingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Hulituma neno lake, huwaponya na kuwatoa watu kwenye maangamizo. Hulituma neno likiwa ndani, haliko nje. Haleluya. Nataka leo niishie hapa. Huu ulikuwa ni ujumbe ambao umenituma niseme na wewe. Liishi neno ambalo liko ndani yako. Na kama halipo ndani, anza kutafuta kila namna neno la Mungu likae ndani yako. Kwa sababu ndani ya neno ndipo kuna miujiza yote, mamlaka ya Mungu, uweza wa Mungu viko ndani ya neno. Asema neno la Mungu ni kama nyundo, neno la Mungu ni moto, neno la Mungu ni upanga. Maana yake neno la Mungu ni silaha. Funga vitabu vyako. Haleluya. Naomba praise panda huku juu. Fungeni vitabu vyenu. Funga vitabu vyako, simama. Haleluya. Fungua moyo wako, tunakwenda kumwabudu Mungu. Hebu mwambie Mungu, kama kuna kikwazo chochote kinachofanya neno la Mungu lako lisikae ndani yangu, ondoa kikwazo. Mwambie Mungu, na acha moyo wangu kwako, na ukabidhi moyo wangu kwako. Unajua kwa nini neno la Mungu linaweza lisikae ndani ya mtu? Kwa sababu kwenye moyo wa mtu kuna vitu vingine vimejaa badala ya neno la Mungu. Pakua hivyo vitu vilivyojaa kwenye moyo wako. Shughuli, siji nini, toa kwanza. Hebu litengenezee nafasi la Mungu, neno la Mungu nafasi kwenye moyo wako. Kuna mambo yaliyokula muda wa Mungu wa kukaa na wewe, aseme na wewe. Na Mungu huwa asemi kwa njia nyingine, anasema tu na sisi kwa neno. Naomba Ibrania sura ya 1 mstari wa 1 angalia anachokisema pale. Sikiliza anachosema hapa. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi anasema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake,
akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Sasa ule mstari wa kwanza anasema hivi: Mungu zamani alisema na baba zetu kwa njia nyingi, lakini siku hizi anasema na sisi kwa njia ya mwana. Ukisoma sasa, ukirudi kwenye Yohana 1, asema hapo mwanzo alikuwepo neno. Maana yake anaposema Mungu husema na sisi kupitia mwana, maana yake anasema na sisi kupitia nini? Neno. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na sisi kupitia neno. Lakini anawezaje kusema na wewe kama neno la Mungu haliko ndani? Mwambie Mungu, kilichochukua nafasi ya neno ndani yangu leo na kiondoa. Karibu praise and worship. Hallelujah. Tunaomba uwepo wako wenzi. Ewe Bwana wa majeshi, tusikie. Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa. Hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tunaomba uwepo wako uende nasi. Ewe Bwana wa majeshi, Ewe Bwana wa majeshi, tusikie. kama huendi nasi, Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa. Hatuwezi peke yetu, enda nasi. tu watu wa shingo ngumu, Tu watu wa shingo ngumu, tusamehe. hatufai mbele zako Bwana. Hatufai mbele zako, uturehemu. Tusafishe Bwana, Tusafishe Bwana, tuonyeshe uso wako. Tunahitaji neema yako, enda nasi. oh, tutakuwa mapambo vitu vyote vya thamani, vitu vyote vya thamani, maana mioyo yetu Twaleta mbele tuko mbele zako Bwana, tunavua Bwana vitu vyote vya thamani, vitu vyote Hebu nyosha mikono yako juu. Nani amekalia moyo wako? Yuko aliyechukua nafasi
moyoni mwako. Mungu hukaa kwenye moyo wa mwanadamu kupitia neno. Mungu ni roho. Mungu hukaa ndani ya mtu kupitia neno. Neno la Mungu linapokaa kwenye moyo wa mtu, uungu huwa unaishi ndani ya mtu. Kwa kama kuna kizuizi kinachozuia neno la Mungu lisikae ndani yako, maana yake huyu anayezuia anazuia uungu usiishi ndani yako. Anazuia uungu usitawale ndani yako. Anazuia ile mamlaka na ile nguvu ya Mungu isikae ndani yako. Fungua moyo wako ni kuongozi kwenye haya maombi muhimu sana. Kama una kiu. Na wakati mwingine unaweza kushangaa, neno la Mungu linakaa dakika chache na kuondoka, muda mchache na kuondoka. Ulikuwa unajua mistari mingi nyuma, unashangaa sasa haipo tena. Unaanza kuongeza upya tena. Unajua yuko ambaye anajua, yuko adui anayejua kwamba wewe ukijaza neno la Mungu ndani yako hautakuwa mtu wa kawaida. Ubinadamu wa mwanadamu hubadilishwa na kuwa kitu cha tofauti linapoingia ndani ya neno la Mungu, ndani ya huyo mwanadamu. Nyosha mikono yako juu. Sema, Yesu, wewe ni neno. Natamani ukae ndani yangu kwa wingi. Najua ndani yangu yuko aliyechukua nafasi ya neno lako. Na siku hii ya leo, sikia ya adui uliyechukua nafasi ya neno la Mungu moyoni mwangu, leo hii hiyo nafasi ninairudisha kwa Mungu wangu. Ninakuondolea mamlaka ya kukalia moyo wangu kwa jina la Yesu Kristo. Na hiyo nafasi uliyokuwa umeshikilia hutaishikilia tena. Ndani ya moyo wangu litakaa neno la Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Ewe adui uliyekalia mawazo yangu yasitawaliwe na neno la Mungu, kuanzia leo ninakuondolea mamlaka kwenye mawazo yangu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Osha mikono yako juu. Sipige makofi. Fungua moyo wako, utoe kwa Bwana. Umpe Mungu. Umpe Mungu. Umpe Mungu. Umpe Mungu. Hili neno ulilojifunza leo linataka lichukue nafasi kwenye moyo wako. Na litakapoingia, linaingia kama moto, linaingia kama nyundo, linaingia ndani yako kama upanga. Adui hawezi kukaa tena. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mashetani wote, mizimu, majini na miungu wengine wote mliokuwa mmeshikilia moyo wa huyu mtu, neno la Mungu lisikae ndani yake, achia moyo wake, achia hiyo nafasi kwa jina la Yesu Kristo. Jesus. Mateso yote ambayo shetani anaweza kumtesa mwanadamu, huwa anamtesa kwa sababu anaona hakuna neno ndani yake. Ile nguvu ya adui ambayo inajitukuza kwako kukusumbua kwenye eneo lolote, inapata mwanya, inapata nafasi kwa sababu ya kile kilichojaa kwenye moyo wako. Kiwango chako kikiwa kidogo cha kujaa neno la Mungu kwenye moyo wako, mapepo wanatumia hiyo nafasi wenyewe kukaa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tazama mtu huyu amekupa moyo wake. Mbingu zifunguke kwa ajili yake. Moyo wake ugeuzwe na ufunguke kwa ajili ya kutoa nafasi kwa neno lako, kwa neno lako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mashetani mlioshikilia nafsi yake, mashetani mlioweka ukuta ili nafsi yake isipokee neno la Mungu, ninauangusha huo ukuta kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Naangusha ukuta kwenye mawazo, kwenye fikra. Toka!
Neno la Mungu ni moto. Neno la Mungu ni nyundo. Neno la Mungu ni upanga. Adui huwezi kustahimili mbele ya upanga huu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu huisha nafsi ya kila mmoja. Fungua ufahamu wake uliokuwa umefungwa na adui, ili neno lako lijae kwa wingi ndani yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Achilia nguvu yako na Roho wako Mtakatifu awezaye kumfundisha kila mmoja neno lako lipate nafasi kwenye moyo wake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana akupe ufahamu mpya, na neno la Mungu litunzwe kwenye moyo wako. Roho ya kusahau toka, huna mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya kusahau toka kwa jina la Yesu. Wewe unayefuta neno la Mungu ndani ya moyo wake, achia kwa jina la Yesu wa Nazareti. Pokea neema ya Mungu ya kulitunza neno la Mungu ndani ya moyo wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen.